tarehe 8 Desemba 1986. Tukabidi tuulize kule, kwa sababu tunapowasajili wanachama wakuu ya Rosari Hai, tukabidi tuwaulize. Sasa wao ndio wakapekua kwenye mafaili yao, wakaangalia Tanzania mwanachama wa kwanza alipatikana mwaka 1986, lakini yenyewe imeanza toka 1826. Kwa hiyo mwaka huu ni miaka 200 kwa ulimwengu. Asante. Kwa hiyo sasa kwa Tanzania mwaka huu tuna maadhimisho hayo mwezi wa 10 kitaifa, tarehe 14 hadi tarehe 17 yatafanyikia kule Morogoro, ambapo majimbo wanachama watafika pale kwa ajili ya maadhimisho hayo St. Patrick's tarehe 14 mpaka 17 Oktoba. Lakini pia majimboni tumekuwa na maadhimisho hayo. Mfano mwezi Mei tumekuwa na maadhimisho kwa ngazi ya parokia. Tarehe 17 jimbo kuu la Dar es Salaam tulifanya maadhimisho hayo katika parokia ambazo zina wanachama wa Rosari Hai. Alafu kijimbo tutafanya tarehe 15 Agosti. Katika hiyo siku itakuwa ni siku ya Bikira Maria kupalizwa mbinguni. Kwa hiyo tunaona kutakuwa na sherehe 3 kwa pamoja, kwa sababu pia huwa tunafanya sherehe ya Mtakatifu Filomena mwezi Agosti, huwa inaangukia tarehe 11, lakini sasa unakuta inakuwa katikati ya wiki tunashika kufanya, tunasogea Jumamosi ili watu wengi waweze kushiriki. Kwa hiyo tukiangalia kwa mwaka huu, siku ambayo inasogea ni tarehe 15. Inakutana na kupalizwa mbinguni Mama Maria. Lakini vile vile tukasema tusiwachoshe watu sherehe nyingi, gharama, na maadhimisho yetu ya miaka 40 kijimbo yafanyike tu hapo. Sawa. Kwa hiyo tutamaliza vyote kwa pamoja. Maadhimisho ya miaka 40 kijimbo, kupalizwa mbinguni Mama Maria, na sherehe ya somo wetu Mtakatifu Filomena ambaye ndio msimamizi wa ukuu wetu. Tutafurahi kama utakuwepo. Ningependa sana, lakini mwaka huu nimetimiza miaka 50 ya utawa. Ilikuwa tarehe 3 Januari. Lakini kishirika kwa hiyo niko kwenye kibano. Utakuwa unasikia roho. Ila mniombee. Tunakuombea sana. Asante. Sasa katika maadhimisho haya, katika uongozi wa taifa Rosari Hai, tukawa tunajadili toka mwaka juzi mipango hiyo tukawa tunaweka, tunataka tuwe na kitu cha kumbukumbu. Miaka 40 sio michache, na tukisema tusubiri mpaka ifike 50 tufanye jubilei, una wazee wengine watakuwa hawapo. Bora tuanze kwanza na walao wao wamesherekea na kumshukuru Mungu. Na wasiogope, kwa sababu wenye kupanga miaka yetu ni Mungu. Ni kweli kabisa. Imetosha. Tunakwambia njoo kwangu, ili mradi atupe huruma ya kufika kwake. Sasa moja ya mipango tuliokuwa tunapanga ni tuwe na walau na kitu cha kumbukumbu. Ndio. Walau tuwe na kitenge. Lakini sasa ikaja shida ni kwamba chanzo cha fedha ya kitenge kitaifa ikawa hakijulikani kitatoka wapi. Ndio. Sababu akaunti ya taifa ipo hivyo, haina hela. Sasa sisi Dar es Salaam tukawa na ukereketo wa Mama Maria kwa maadhimisho haya. Ndio. Tukasema hebu tufanye jambo, tuwe na kumbukumbu, walau tutoe kitenge kwa maadhimisho haya, ibaki ni kumbukumbu yetu pia. Leo hiki tumevaa hiki. Hongereni. Asante. Tulikizindua na baba mkurugenzi ofisini kwake hapo tarehe 28 Aprili. Ndio. Lakini tukasema tunasubiri viongozi tukishaapishwa wa Rosari Hai jimbo, ndio tena tutakuja sasa kwa baba askofu mkuu kwa ajili ya kumpa zawadi pamoja na msaidizi wake na chancellor pamoja na masista wanaomsaidia pale ofisini. Ndio. Sista wa wanaharusi na yule mkuu kwa Henry. Sawa. Kwa hiyo hii ni kumbukumbu ya maadhimisho haya katika jimbo letu la Dar es Salaam.
lakini hata watu wengine wamenavivaa, wamevipenda, sio Dar es Salaam, kwa sababu havijaandikwa neno Dar es Salaam, ila vimeandikwa Sali Rozari, ongoa wakosefu, tusali rozari daima, ambayo ndio kauli mbiu ya maadhimisho yetu. Tumeiweka hapo, lakini tukaweka pia neno rozari hai na salamu yetu Ave Maria, na tukaweka picha ya mwanzilishi wetu Paulina Maria Jaricot, hapa ni mwenye heri, na Mtakatifu Filomena ambaye ni somo wetu, na Mama Maria ambaye ndiye mwenye ibada yenyewe ya rozari takatifu. Basi kwa ufupi ni hivyo. Kwa hiyo ndio ujio wetu.